Profesa Abraham Kithure Kindiki alizaliwa tarehe 17 mwezi Julai mwaka wa 1972 katika kijiji cha Itunduni, wadi ya Mukodhima katika kaunti ya Tharaka Nithi, wakati huo ikiwa ndani ya wilaya kubwa ya Meru. Babake Daniel Kindiki alikuwa yatima ambaye alipoteza ndugu na wazazi wake katika baa la njaa huko Tharaka na akaishia kuhamia Sekuru, Kitui, ambapo alilazimika kujitafutia maisha mwenyewe kama kijana mdogo zaidi. Mamake Profesa Kindiki anaitwa Hannah Kindiki. Kithure Kindiki alizaliwa na kaka 4 na dada 4, watoto wote 9 wakiwa na mafanikio makubwa kielimu na kufanya familia yao kubandikwa jina la kiutani la Kindiki Professors kutokana na idadi kubwa ya maprofesa waliozaliwa na mzee Daniel Kindiki. Kabla ya kuangazia kwa kina safari ya maisha ya Kindiki, hawa hapa ndugu zake waliosoma kama yeye na wengine hata waliokaribia kumpiku kielimu. Wa kwanza ni Profesa John Nyaga Kindiki, kifungua mimba ambaye alipata shahada ya PhD kutoka chuo kikuu cha Birmingham, Uingereza mwaka wa 2004. John ni profesa wa International Education and Policy aliyepewa cheo hicho kutoka chuo kikuu cha Nairobi UON na anafanya kazi katika idara ya elimu ya chuo kikuu cha Moi. Profesa Nyaga amechapisha kazi zaidi ya 100 kama profesa na kusimamia zaidi ya maprofesa 40 hadi wakahitimu. Katika uchaguzi mkuu wa 2007, Profesa Nyaga alijaribu kuwania ubunge wa Tharaka, lakini akaishia kuondoka kumwachia nafasi ndugu yake mwingine tutakayemwangazia hapa mbele. Kaka wa pili wa naibu rais mpya anaitwa Profesa Stephen Kithinji Kindiki. Profesa Kithinji ni msomi wa lugha, yani Professor of Linguistics katika chuo kikuu cha Daystar, na yeye hajawahi kuingilia siasa. Kaka wa tatu wa Kindiki ni Profesa Isaiah Iguna Kindiki. Huyu ndiye ndugu yake mwingine ambaye ameingilia siasa za kuchaguliwa na kujipa umaarufu katika kaunti ya Tharaka Nithi. Zaidi, Profesa Isaiah Iguna ni mshindani mkubwa wa kisiasa wa kakake mdogo naibu rais Kithure Kindiki. Isaiah Iguna ni profesa wa sayansi ya ardhi na udongo, yani soil science. Katika familia ya mzee Daniel Kindiki, Profesa Iguna na ndugu yake naibu rais Abraham Kithure Kindiki wamekuwa washindani wakubwa wa kisiasa kutoka utotoni. Kwanza, walipokuwa wavulana, Isaiah na kakake Kithure walishindana darasani, licha ya kuwa walisomea shule tofauti za msingi, Isaiah akienda shule ya karibu kijijini kwao ya Irunduni Primary School, na Kithure Kindiki akapelekwa shule ya bweni ya Kamatungu Primary School. Ilipofika 2007, Profesa Isaiah Iguna alijaribu kuwania ubunge wa Tharaka, lakini hakufanikiwa kushinda. Wakati Profesa Kithure Kindiki akitafuta kiti cha seneta wa Tharaka Nithi mwaka wa 2013 kwa tiketi ya chama cha Jubilee, kakake huyo Profesa Isaiah Iguna aliunga mkono upande wa upinzani wa Raila Odinga wakati Kindiki akiwa Jubilee. Yote haya tunakuja kuyaangazia kwa kina hapa mbele. Kaka wa 4 wa Kithure Kindiki ni Profesa Moses Mpuria Kindiki, ambaye alihitimu na shahada ya PhD ya elimu ya uchumi na siasa, yani Political Economics, kutoka chuo kikuu cha University College of London, Uingereza. Profesa Mpuria anafundisha katika chuo kikuu cha Narok University. Dada zake Profesa Kithure Kindiki ni 4, na mmoja ni Sarah Kindiki ambaye ni mtaalamu wa afya katika chuo kikuu cha Masinde Muliro na amehitimu na shahada ya masters katika sayansi ya microbiology. Dada yake mwingine ni Margaret Kindiki, naye ni mwalimu wa somo la biolojia katika shule ya upili ya kifahari ya Alliance High School, naye pia akiwa na shahada ya master's degree in parasitology. Marian Kindiki naye anafanya kazi na shirika la kiserikali la Kenya Bureau of Standards, KEBS. Dada mwingine wa naibu rais anaitwa Ruth Kindiki, naye anafanya kazi ya maendeleo ya jamii ama community development huko mashinani kwa kaunti yake ya nyumbani ya Tharaka Nithi. Mzee Daniel Kindiki, baba yao mzazi, alirudi Tharaka Nithi kutoka Sekuru mwaka wa 1959. Aliporudi Tharaka, mzee Daniel Kindiki akaajiriwa kazi ya mkono katika kanisa la Methodist Church lililokuwa hapo kwao Mukodhima. Kwa kuwa sasa alikuwa ashaokoka na kuwa Mkristo, alishiriki kwa muda mrefu kama Mkristo wa kanisa hilo, huku akifanya kazi yake ujakazi wa hapo, na hatimaye akapanda vyeo na kuwa reverend wa kanisa hilo. Profesa Kithure Kindiki na ndugu zake walilelewa kwa desturi na maadili ya Kikristo aliyohubiri baba yao mzee Daniel Kindiki. Katika utoto wao, kulingana na sheria za baba yao, maisha ya vijana hawa yalihusu tu vitabu na kanisa, na hawakupewa muda mrefu wa kufanya mambo mengine nje ya masomo na dini. Kama kijana mdogo, Kithure Kindiki alifanya vyema kwa masomo ya sayansi na kilimo, na hata akawa anasaidia baba yake shambani wakati wa likizo. Yote haya kulingana na baba yake mwenyewe alipozungumza na runinga moja ya habari hapa nchini wakati wa uchaguzi mkuu wa 2022.
Isitoshe, Kindiki alikuwa mhusika mkuu kanisani, na hata alipoenda shule ya upili akawa anatumia pesa zake za pocket money kuchangia michango ya jamii ya kuchimba visima vya maji iliyofanyika mara kwa mara kijijini kwao. Kizingatiwa kwamba kaunti ya Tharaka imepakana na Ukambani na Meru, na nyingi za sehemu za kaunti hii aghalabu hukosa mvua ya kutosha kwa mwaka. Alipomaliza elimu yake ya msingi na kupita kwa alama za juu, Kithure Kindiki akapata nafasi ya kujiunga na shule ya upili ya Lenana School. Kindiki aliondoka shuleni Lenana mwaka wa 1991 baada yake kukalia mtihani wake wa mwisho. Huko Lenana School, Kindiki alikuwa na ndoto za kusomea wanasheria katika chuo kikuu na kisha baadaye kuwa wakili. Hata hivyo, matokeo ya mtihani ya 1991 yaliporudi, Abraham Kithure Kindiki alikuwa amekosa alama ya kuingia shule ya wanasheria, kwani aliambulia alama ya C iliyokuwa chini ya viwango vilivyohitajika ili kualikwa chuo kikuu chochote hapa nchini. Hata hivyo, hili halikumkata moyo Kindiki, na akaamua kurudia mwaka mzima wa kidato cha 4 mradi tu apate alama sahihi na aweze kuitimiza ndoto yake. Basi akamjulisha babake Mzee Daniel kuwa alinuia kurudia mwaka wa mwisho wa sekondari katika shule ya hapo ya Tharaka Boys High School. Ikilinganishwa na alikotoka Lenana School, shule ya Tharaka Boys ambayo ilikuwa karibu na kwao nyumbani ilikuwa ndogo na ya kimaskini zaidi. Wakati barubaru huyo Kithure Kindiki alipokuwa huko, shule hiyo ilikuwa bado ya chini sana kiasi kwamba hata wasichana wa shule yao jirani ya Materi Girls waliwakataa wana Tharaka Boys hadharani, wakipendelea wale wa shule zenye fahari zaidi kama ile ya Meru School na Nkobo Boys High School. Sasa ilionekana kinaya kwamba kijana huyu Kithure, mwanawe mhubiri Reverend Kindiki, alikuwa ameshindwa kupita mtihani huko shuleni Lenana School Nairobi, na akaja kujaribu hapa Tharaka B, shule ambayo hata vitabu havikutosha wanafunzi darasani. Kinyume na Lenana School ambayo ilibeba historia ndefu ya ubora. Shule hiyo ya wavulana ya Tharaka Boys ilikuwa imeanzishwa mwaka wa 1969, miaka 5 tu kabla ya mvulana Kindiki, kabla ya naibu rais huyo wa kesho Kithure Kindiki kuzaliwa, na ilijengwa kwa pesa za michango ya harambee. Ijapokuwa ilikuwa imeanza kama shule mseto, mapema miaka ya 70 iligeuzwa shule ya wavulana pekee, na ikawa ya kwanza ya aina yake katika kata hiyo ya Tharaka, wilaya ya zamani ya Meru. Aliyekuwa waziri wa elimu wakati huo, marehemu Daktari Taita Towet, ndiye aliyealikwa kufungua rasmi shule hiyo. Licha ya kuwa wakaazi wenye maono kama Reverend Daniel Kindiki walipendelea kupeleka wanao shule kubwa kubwa za kitaifa kama Lenana, Mang'u na Meru, ilionekana marejeo yalikuwa ni ngamani kwa kijana barubaru mwenye ndoto za kuwa mwanasheria na ambaye alikuwa amefeli mtihani wake wa CSE. Basi usiku na mchana kwa mwaka mzima huko Tharaka Boys, Kithure Kindiki angebadilisha makao kati ya darasa na bweni lake la Savo Dormitory, huku akisoma kwa makini yale aliyofeli kupata huko Lenana. Kindiki alipokalia mtihani wake tena hapo Tharaka Boys mwaka wa 1992, wakati huu alifaulu kupata alama za juu na akaalikwa bila tashwishi kusomea sheria katika chuo kikuu cha Moi huko Bonde la Ufa, ambapo angeanza mwakani 1994. Enzi hizo za 1990s, wanafunzi watahiniwa waliohitimu kuingia university wangekaa nyumbani kwa kipindi cha mwaka mzima kabla ya kuanza chuo kikuu. Kando na Profesa Kithure Kindiki, wabunge wote watatu wa eneo bunge la Tharaka waliokuwepo kuanzia 1988 hadi 2017 walisomea shule hiyo ya Tharaka Boys High School. Wabunge hawa wa zamani ni Murango Mwenda, Francis Nyamuka Gwima na Alex Muthengi Mwiro. Ilipofika mwaka wa 1998, Kithure Kindiki alihitimu na shahada yake ya sheria, Bachelors of Laws. Baada ya kuhitimu na shahada ya sheria, Kindiki alisafiri hadi Afrika Kusini kupata elimu zaidi, kwani alikuwa amepita vyema sana katika shahada yake huko chuoni Moi University. Kabla ya kwenda Afrika Kusini, ugwiji wa Kindiki ulimfanya apate nafasi ya kazi kama mwalimu wa sheria hapo hapo chuo kikuu cha Moi kuanzia 1999 baada tu ya kumaliza shahada yake. Kuanzia hapo, maisha ya kijana Abraham Kindiki yangebadilika na akawa anasafiri sana kutekeleza shughuli zake za kufundisha sheria kote Afrika, huku akisomea shahada yake PhD Afrika Kusini. Basi mwaka wa 2000, Kindiki akahitimu na shahada ya juu ya Masters in Laws in International Human Rights Law and Democracy kutoka chuo kikuu cha Pretoria kilichoko katika jiji la Jamhuri ya Afrika Kusini. Mwaka uliofuata wa 2001, Kithure Kindiki alihudhuria kozi maalum ya mawakili
inayoitwa Advocates Postgraduate Diploma in Legal Studies katika shule ya sheria ya Kenya School of Law, kozi ambayo ni lazima kwa kila mwanafunzi anayesomea sheria na anatamani kuwa wakili aliyeidhinishwa. Mwaka huo huo wa 2001, Kithure Kindiki alifaulu kufunga ndoa na mchumba wake Joyce Kateria Njagi na pamoja wakajaliwa watoto watatu. Daktari Joyce Kindiki ni msomi pia na amehitimu na shahada ya PhD katika tasnia ya Environmental Chemistry. Kufikia 2024, wakati Profesa Kindiki akiteuliwa naibu rais, Daktari Joyce Kindiki alikuwa anafanya kazi katika idara ya kemia ya Chuo Kikuu cha Nairobi UON, huku akijiepusha sana na kamera za wanahabari. Wakati akifanya ndoa yake hapa Kenya, Kithure Kindiki alikuwa bado anasomea shahada nyingine ya sheria aliyofaa kuhitimu naye nje ya nchi. Kufikia mwaka wa 2002, wakati tu ndio ameanzisha familia na mkewe Joyce, Kindiki akahitimu tena na shahada ya PhD in International Law kutoka chuo hicho kikuu cha Pretoria nchini Afrika Kusini. Wakili na mkufunzi Kithure Kindiki alikamilisha kazi yake ya PhD kwa muda mfupi zaidi, na alipohitimu PhD hiyo kwa umri wa miaka 31, akaweka historia kama mwanafunzi wa kwanza kuimaliza PhD hiyo kwa wakati mfupi zaidi. Baada ya hapa, sasa Abraham Kithure Kindiki akawa Daktari Kithure Kindiki, kwani ingemchukua takriban miaka 10 zaidi ili apate tajriba na cheo cha kuitwa profesa. Kufika mwaka wa 2004, Kithure Kindiki alikuwa amepata tajriba pana ya kufundisha na kuandika sheria, na basi akahama kambi kutoka kufundisha Moi akaenda kufundisha Chuo Kikuu cha Nairobi kwa kandarasi ya mwaka mmoja. Kufikia mwaka wa 2005, Daktari Kindiki akaihama kambi tena na akarudi kufundisha sheria katika Chuo Kikuu cha Moi, wakati huu akirudi kama mkufunzi mwenyekiti wa idara nzima ya Public Law, yani kwa kimombo Chairperson of the Public Law Department at the Moi University School of Law. Kufikia uchaguzi mkuu wa 2005, Kithure Kindiki alikuwa amejijengea umaarufu kama mwanasheria gwiji nchini na kote barani, na akawa anafundisha sheria hata nje ya Kenya kando ya kazi zake huko Moi University na University of Nairobi. Kwa umahiri wake kama mwalimu wa sheria, Kindiki alialikwa na Kalonzo Musyoka kujiunga na kampeni yake ya urais kama mmoja wa washauri ama consultants wake wa kisiasa. Basi Kindiki, ambaye alikuwa na nyota ya uongozi kuanzia utotoni, akakubali kufanya kazi na Kalonzo chini ya chama chake cha ODM Kenya alichoishia nacho baada ya kutengana na Raila Odinga. Ikawa kwamba wakati Daktari Kithure Kindiki akiingilia siasa ya kitaifa kupitia mlango wa majirani zake wa Kamba, kakake mkubwa Profesa Isaiah Igona naye alikuwa anajitosa debeni kutafuta ubunge wa eneo bunge lao la Tharaka Constituency, lakini hakufaulu kuchaguliwa. Wakati uchaguzi mkuu wa 2007 uliposambaratika na hata kabla ya maridhiano ya Kofi Annan kufanyika 2008, Kalonzo Musyoka, ambaye alikuwa farasi wa tatu kwa kura ya urais, akateuliwa kuwa naibu rais, yani vice president wa Rais Mwai Kibaki. Kuingia kwa Stephen Kalonzo Musyoka serikalini kulifungua njia kwa Kithure Kindiki pia kujiunga na serikali hiyo, kwani yeye alikuwa kiungo muhimu sana kwa kampeni za mwanasiasa huyo kutoka Sekuru. Ni katika mpangilio huo ambapo Rais Mwai Kibaki alimteua Daktari Kithure Kindiki, wakati huo kijana wa miaka 35, kama katibu wa uwiano wa kitaifa ama National Cohesion chini ya wizara mpya ya Social Justice. Baada ya machafuko ya kikabila yaliyoshuhudiwa kufuatia kura ya Disemba 2007, moja ya hatua za kurejesha amani ilikuwa kuweka wizara mpya ya haki za jamii, Social Justice, ili ishughulikie kuwafidia waliostahili fidia na wale waliopoteza makwao baada ya machafuko yaliyofuata uchaguzi huo. Hata hivyo, alipofanya kazi hii ya wizara ya serikali kwa siku 100 pekee, yani miezi mitatu tu, Daktari Kithure Kindiki alijiuzulu ghafla na akarejelea kazi yake ya ukufunzi wa sheria huko Moi University na Nairobi University. Baadaye Kindiki angeshuhudia kwamba kwa muda huo mfupi aliyofanya kazi ya National Cohesion Secretary, alikumbwa na changamoto kibao katika juhudi zake za kuwasaidia maelfu ya Wakenya waliodhulumiwa na kupoteza makwao wakati wa pigano za baada ya uchaguzi huo. Alilalamikia wadau wa serikali kukosa kuweka rasilimali zilizofaa kusaidia kuwafidia waathiriwa, kitu ambacho alikitaja kwa kimombo kama lack of political goodwill, yaani wanasiasa waliokuwepo hawakuwa na nia ya kuwasaidia watu ambao walipoteza makwao. Kabla ya kuangazia wajibu wake kusaidia William Ruto katika kesi za mahakama ya jinai ICC zilizoletwa na Louis Moreno Ocampo, ni vyema kutaja kuwa kufikia hapa Kithure Kindiki alikuwa ameshakutana na Ruto, wakati huo waziri wa serikali, na hata akawa wakili wake binafsi.
Kindiki na Ruto walikutana kwa mara ya kwanza mwaka wa 2003, ijapokuwa madai haya hayajathibitishwa kamili na mtu yoyote kutoka kwa kambi ya rais ama naibu wake. Wawili hawa wanasemekana kukutana wakati Kindiki alipohitimu na shahada yake ya PhD kutoka Afrika Kusini, na akaweka rekodi kwa kuwa mwanajenzi kijana zaidi kuwahi kuhitimu shahada hiyo. Wakati huo Kindiki alikuwa na umri wa miaka 32. Walipokutana, William Samoei Ruto naye alikuwa mbunge wa Eldoret North wa upande wa upinzani, kwani chama chake cha KANU kilikuwa kimepoteza uchaguzi wa Disemba 2002 na kiongozi wake Uhuru Kenyatta kuwa kiongozi mpya wa upinzani, huku Ruto akiwa mmoja wa makatibu wa ngazi za juu wa karibu na Uhuru. William Ruto alipendezwa na umahiri wa Kindiki kisheria, na basi akamfanya awe wakili wake aliyempa kazi mara kwa mara, kwani uwezo wa Kindiki kuelewa sheria haswa zile za kimataifa ulikuwa ulinganishwi na yoyote hapa nchini. Kwa njia hii, wawili hawa wakaanza kujenga urafiki wa karibu. Mwaka wa 2010 ndio mwaka ambao Kithure Kindiki alipata umaarufu wa kitaifa pale William Ruto alipomtaja kama wakili wake katika kesi ya jinai ya ICC dhidi ya Ruto, Uhuru na wengine 4. Kabla ya tukio kubwa la 2010 lililobadilisha mkondo wa maisha yake, Kindiki aliendelea kunoa makali yake kama profesa wa sheria katika vyuo vikuu vya Moi na UON na kwingineko, huku hata wengi wa wanasiasa wanaohudumu naye serikalini leo hii wakijidai kuwa wanafunzi wake. Mwaka wa 2010 ndio mwaka ambao Kithure Kindiki alipata umaarufu wa kitaifa pale William Ruto alipomtaja kama wakili wake katika kesi ya jinai ya ICC dhidi ya Ruto, Uhuru na wengine 4. Kindiki angewakilisha Ruto ICC kwa ushirikiano na wakili mtajika Katwa Kigen. Ilipofika tarehe 4 Novemba mwaka wa 2010, Daktari Kithure Kindiki, mwalimu mtajika wa sheria, wakili na rafiki wa kipekee wa William Ruto, alikuwa tayari amefika barani Uropa na kufanya mipango yote kwa niaba ya mteja wake hata kabla ya mawakili wa washukiwa wengine kufika huko jijini Hague, Uholanzi. Utendakazi wa Kindiki katika kesi hii ya Ruto ulionyesha wazi kina cha urafiki wao na urefu na upana wa imani ambayo Ruto ameweka juu ya Kindiki, sio tu kama mwanasheria bali kama rafiki wa dhati. Wakili Kithure Kindiki alikuwa amesafiri hadi huko siku 2 awali na akawa amefanya mikutano na wahusika wote, ikiwemo prosecutor wa kesi hiyo Bwana Ocampo. Hatimaye, kwa bidii za Kindiki na mawakili wenzake, kesi hiyo dhidi ya William Ruto ingeishia kutupwa nje kwa ukosefu wa ushahidi tosha dhidi ya mshukiwa. Masaa mengi ya kazi na usafiri wakati wa kesi hii ya Ruto ulimfanya Kindiki sio tu msiri wa kibinafsi wa Ruto bali hata msiri wake wa kisiasa, na urafiki wao ukachukua mkondo wa kisiasa. Uwezo wake Kindiki wa sheria za kimataifa ulimsaidia sio tu Ruto bali hata mwenzake katika kesi hiyo, Uhuru Kenyatta, wote wawili mawaziri wa serikali ya Kibaki wakati huo. Wakati Uhuru na Ruto walipokuja pamoja kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa 2013, Kithure Kindiki, wakili, mshauri na rafiki yao, pia akaamua kujitosa debeni. Mwanzo, mkufunzi huyo mpole hakujua angewania kiti gani katika kura hiyo, lakini hatimaye akaamua kuenda na useneta wa kaunti mpya ya Tharaka Nithi. Hii ingekuwa mara ya kwanza ambapo watu wa Tharaka Nithi wangemchagua seneta wao chini ya katiba mpya 2010. Wakati Uhuru Kenyatta na William Ruto waliamua kuvunja vyama vyao na kuungana chini ya mwavuli mpya wa Jubilee, Kindiki alihusika vikubwa kuandika stakabadhi na makubaliano yao ya Power Sharing Agreement. Huko mashinani Tharaka Nithi, mwanasheria huyo aliwania useneta kwa tiketi ya Jubilee chini ya Uhuru na Ruto na akashinda kwa 94% ya kura zote zilizopigwa, licha ya kuwa alikuwa anawania kwa mara ya kwanza. Umaarufu aliopata kama wakili wa Ruto katika mahakama ya kimataifa ya ICC ulisaidia sana kumpa Kindiki kibali aliporudi mashinani Tharaka kuomba kura hiyo. Wakati serikali ya Jubilee ilipochukua usukani wa taifa 2013, Kithure Kindiki sasa alikuwa profesa kamili wa sheria aliyekuwa na tajriba ya miaka 10 tangu ahitimu shahada ya PhD. Baada yake kuingia bunge la seneti mwaka wa 2013, rafiki zake hao Uhuru na Ruto wakamzawadi Profesa Kindiki kwa cheo cha kiongozi wa wengi, yani Leader of the Majority Party. Katika kipindi chake cha kwanza kwa bunge la seneti, Profesa Kindiki alitumia nafasi yake kama kiongozi wa wengi kumjengea rafiki wake William Ruto ushawishi ndani ya bunge hilo. Kindiki, ambaye ni mpole, mwerevu na mwenye uchache wa maneno na maadui, hakupata ugumu wowote kutengeneza marafiki baina ya viongozi hao wa seneti, marafiki ambao wangeishia kumsaidia vikubwa katika safari yake ya siasa. Hata hivyo, licha ya upole wake, sio sahihi kudhania kwamba Kindiki sio mtu mwenye ndoto za kuwa rais na kiongozi wa Kenya kama viongozi wenzake waliingia seneti mwaka wa 2013.
Hata wakati huo wa 2013, Profesa Kithure Kindiki akawa anajipanga na kujiegemeza kama mmoja wa watu waliotamani siku moja kuwa naibu rais wa William Ruto ifikapo 2022. Ilipofika uchaguzi mkuu wa 2017, Profesa Kindiki akawa tena mmoja wa mawakili wakuu waliochora mkataba wa chama kipya cha Jubilee Alliance Party ambacho Uhuru na Ruto wangetumia kuchaguliwa tena. Vile uchaguzi ulipowadia, alipunguza shughuli zake nyingi za Nairobi na akarudi mashinani Tharaka Nithi kuomba useneta kwa mara nyingine. Wakati wa uchaguzi mkuu wa 2017, kaka yake mkubwa Profesa Isaiah Kindiki alijiunga na kampeni za urais za Raila Odinga na akawa anampinga sana kaka yake mashinani, akisema serikali ya Jubilee ilikuwa imewasahau watu wa Tharaka Nithi na kwamba kakake Profesa Kithure alikuwa hajatimiza baadhi ya ahadi alizokuwa ametoa kwa watu wa Tharaka alipochaguliwa kuwa seneta mara ya kwanza. Ushindani wao ulikuwa kwamba Raila alimtafuta Profesa Isaiah Kindiki na kumfanya ajenti mkuu wa kuchunga kura za mrengo wake, licha ya kuwa kakake Profesa Kithure alishikilia nafasi sawa katika kambi pinzani ya Rais Uhuru na William Ruto. Profesa Isaiah Igona alipoulizwa kuhusu ushindani wake na kakake mdogo, alijibu kuwa daima yeye na Kithure walitofautiana kisiasa, lakini mizozo yao haikuwa ya kifamilia. Kwa ufafanuzi, profesa huyu akaeleza kwamba hata kanisa ambaye yeye huenda ni tofauti na ile anayoenda Kindiki, lakini tofauti zao za kisiasa na kifilosofia haziathiri kabisa undugu wao. Hata hivyo, kwa upande mwingine, Profesa Kithure Kindiki alipoulizwa kuhusu hilo alikataa kujibu, akisema eti hayupo radhi kujadili masuala ya kifamilia kwa vyombo vya habari. Profesa Kithure Kindiki alishinda uchaguzi wa Agosti 2017 kama seneta, lakini serikali ilipoundwa tofauti kubwa zikatokea kati ya Rais Kenyatta na naibu yake William Ruto. Rais Uhuru Kenyatta alipozidi kujitenga na naibu wake Ruto kuanzia mwaka wa 2018 kama ishara ya mzozo wao uliokuwa umeanza mapema katika awamu yao ya kwanza, Profesa Kithure Kindiki seneta alikuwa mmoja wa watu ndani ya Jubilee walioadhibiwa kwa kusimama na Ruto dhidi ya Uhuru Kenyatta, rais wa 4. Kwanza, cheo chake Profesa Kindiki cha majority leader akapokonywa na akapewa naibu wake Kipchumba Murkomen. Hata hivyo, Kithure Kindiki alifaulu kuchaguliwa kuwa naibu spika wa seneti katika awamu ya pili baada ya uchaguzi wa 2017, na basi akasalia na kiwango fulani cha mamlaka ndani ya chama tawala angalau kwa muda mfupi tu. Unga ulizidi maji mwaka wa 2020 pale Profesa Kindiki, naibu spika, aliketi kwenye kiti cha spika wa seneti na akaidhinisha kikao cha mjadala wa maseneta baina ya maseneta waliopinga hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kupokeza usimamizi wa kaunti ya Nairobi kwa kitengo maalum cha Nairobi Metropolitan Services NMS. Kufikia hapo, seneta Profesa Kindiki alikuwa ameamua kabisa kusimama na Ruto na basi akajitangaza kuwa adui wa wazi wa Rais Kenyatta. Basi Rais Uhuru Kenyatta alipoamua kusafisha nyumba yake, kuondoa watu wa Ruto ama timu tangatanga walivyoitwa wakati huo, mkutano wa wanachama wote waliochaguliwa kwa Jubilee ukaitwa katika ikulu ya Nairobi. Katika mkutano huo wa parliamentary group meeting, Seneta Kipchumba Murkomen aliondolewa kwa nafasi yake ya kiongozi wa wengi aliyopewa baada ya Kindiki kunyang'anywa, na Seneta wa Nakuru Susan Kihika naye akaondolewa kwa nafasi ya kiranja wa wengi katika seneti, yani chief majority whip. Nafasi hizi zilipewa wabunge walioegemea upande wa Rais Kenyatta wakati huo, lakini Kithure Kindiki akakosa kabisa kuhudhuria mkutano huo. Hatua hiyo ilionekana kumkasirisha sana kiongozi wa chama, Rais Uhuru Kenyatta, ambaye alionekana na mpango wa kumwaibisha hadharani Kindiki katika mkutano huo. Kilichofuata ni kwamba tarehe 3 mwezi Julai 2020, mswada ukaletwa kwenye bunge la seneti wa kumng'oa Profesa Kithure Kindiki kwa kiti cha naibu spika wa seneti kwa kosa la kutohudhuria mkutano huo wa Rais Kenyatta, kiongozi wa chama. Inasemekana licha ya kuwa wengi waliopiga kura siku hiyo walikubali uongozi wa Kindiki, amri ya rais iliwalazimisha kumtoa kwa nafasi hiyo kwa kosa la kuegemea kwa William Ruto, na kwa maneno ya Profesa Kindiki mwenyewe, marafiki wake katika seneti siku hiyo waliagiza wafunguliwe Baraba badala ya Yesu Kristo. Kadri ilivyokaribia uchaguzi mkuu wa Agosti 2022, Profesa Kindiki alianza kuweka mikakati ya kutafuta ugavana wa Tharaka Nithi. Kwanza, alitumia tena nafasi yake wanasheria na kumsaidia Ruto kuunda chama kingine kipya cha United Democratic Alliance UDA, ambacho kiongozi huyo aliishia kusafiria kuingia ikulu. Kindiki alipoamka kuenda kupiga kampeni yake ya ugavana huko mashinani Tharaka Nithi, William Ruto alimrai asifanye hivyo, kwani alimwambia alikuwa na mpango na alikuwa anampangia makubwa katika serikali yake iwapo angeshinda uchaguzi wa 2022.
mazuri tu ambayo Kindiki alitaka wakati huo kutoka kwa Ruto ni nafasi ya unaibu rais, lakini akaamua kumwamini rafiki yake na akamwachia Muthomi Njuki awanie ugavana huko Tharaka Nithi. Ilipofika siku ya kutangaza mgombea mwenza, Rais William Ruto aliamua kumwacha nje Kindiki na badala yake kumteua Rigathi Gachagua kama naibu wake. Baada ya kukosa unaibu rais, Kithure Kindiki hakumwasi Rais William Ruto, bali alikubali kumtumikia kama waziri wa usalama wa ndani wa Ruto, huku akisubiri nafasi yake nyingine ya kupanda ngazi hiyo ya kisiasa. Kama waziri wa usalama wa ndani, Kindiki alikosolewa na wengi kuhusu utendakazi wa polisi na usalama wa maeneo ya mizozo, lakini wengi wakakubali alikuwa sio mkali kama mtangulizi wake katika wizara hiyo ya Internal Security. Kufikia tarehe 25 mwezi Juni 2024, maandamano ya vijana waliotokea kukataa Finance Bill 2024 yaliishia kwa uvamizi wa bunge na uhalifu wa mali ya wananchi kote jijini Nairobi na kote nchini. Wapinzani na mashirika ya wanaharakati yakawa yanamshutumu vikali waziri Kithure Kindiki kwa fujo na mauaji yaliyoshuhudiwa na kuripotiwa kutekelezwa na maafisa wa polisi. Wakati huo huo, Rais William Ruto alionekana kumlaumu waziwazi naibu wake Rigathi Gachagua kwa uhalifu wa bunge siku hiyo, huku wandani wake wakisema wazi Gachagua alishirikiana na maadui wa serikali kupanga fujo hizo, wakiwa na nia ya kumbandua Rais Ruto mamlakani kupitia coup d'etat. Katika kipindi cha siku 90 zilizofuata matukio ya Juni 25, mswada ukaletwa bungeni uliotaka kumng'oa naibu rais Rigathi Gachagua kwa ofisi hiyo kupitia mchakato wa bunge wa impeachment unaokubalika na katiba. Kiajabu, kati ya mashtaka 11 dhidi yake alikuwepo lile la kujaribu kupindua serikali kutumia vijana wa Generation Z, lakini walioleta kesi hiyo walifaulu kumwanika Gachagua na utajiri mkubwa alioweza kuupata kwa muda mfupi ambao alikuwa naibu rais. Katika vikao vya bunge vya siku mbili kati ya tarehe 16 na tarehe 17 Oktoba 2024, Rigathi Gachagua alibanduliwa na mabunge yote mawili, na asubuhi iliyofuata Rais William Ruto akamteua Kithure Kindiki kama naibu rais wake.